Tafadhali ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kila siku. Asante. Katika siku za hivi karibuni, mjadala wa kisiasa nchini umezidi kupamba moto kufuatia kuibuka kwa hoja nzito zinazomhusu mwanasiasa Tundu Lissu pamoja na hatma ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mijadala hiyo imevutia hisia na maoni tofauti kutoka kwa wadau wa siasa, wanachama wa vyama mbalimbali pamoja na wananchi wanaofuatilia kwa karibu mwelekeo wa siasa za Tanzania. Katika mfumo wa kidemokrasia, ni jambo la kawaida kwa viongozi na vyama vya siasa kukumbwa na changamoto, mijadala ya ndani pamoja na tathmini ya mikakati yao ya kisiasa. Hoja zinazoendelea kujadiliwa kwa sasa zimechochea tafakari pana kuhusu uwajibikaji wa viongozi, uongozi wa vyama na njia bora za kuimarisha taasisi za kisiasa kwa maslahi mapana ya wananchi. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanaeleza kuwa hali kama hii inaweza kuwa fursa muhimu ya kujenga majadiliano yenye tija endapo yatakuwa yakiendeshwa kwa misingi ya heshima, ukweli na ustaarabu. Wito unatolewa kwa wadau wote kuepuka lugha ya uchochezi na badala yake kuhimiza mazungumzo yenye lengo la kuleta suluhu, uelewano na mshikamano wa kitaifa. Kwa upande wa wanachama na wafuasi wa vyama vya siasa, kipindi hiki kinaonekana kuwa nafasi ya kutafakari upya malengo ya vyama vyao pamoja na mchango wao binafsi katika kukuza siasa zenye afya. Ushirikiano, uvumilivu na kuheshimiana vinaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuhakikisha tofauti za kimtazamo hazigeuki chanzo cha migawanyiko ya kijamii. Hatimaye, nguvu ya demokrasia huonekana wazi pale hoja zinapojadiliwa kwa busara na heshima. Kupitia majadiliano ya wazi na yenye staha, jamii inaweza kusonga mbele huku ikilinda misingi ya umoja, haki na maendeleo kwa manufaa ya wote.